Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, siku ya leo kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala tunakwenda kuwaleteeni sura yenye aya 4 ambazo hii Muislamu utaitumia kwa ajili ya kupendwa. Kama unataka kupendwa basi tumia sura hii yenye aya 4. Inshallah twende sambamba na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na imani kuna faida kubwa sana siku ya leo unakwenda kuipata biidhnillah Ta'ala. Kwa nini tunaleta sura hii? Tunaleta sura hii kwa sababu wako baadhi ya watu leo wanachukiwa katika sehemu za kazi. Wako baadhi ya watu leo wanachukiwa katika maeneo mbalimbali, aidha katika maeneo ya biashara, aidha katika maisha ya kawaida yale ya ndoa, mtu na mume wake na kwa hawaelewani, hawapendani, ama pengine unaishi katika nyumba ya wapangaji lakini wapangaji wenzi wote wanakuchukia. Hususan ni mtu anakuwa anachukiwa na kuwa hafurahiwi na watu, hapendi na watu, na hali hii inatokana na hali mbili. Inawezekana kuna miguso ya kibinadamu na shari za wanadamu, ama inawezekana ikawa na miguso ya kishaitani ama ya kichawi. Kwa hiyo utakwenda kutumia sura hii kwa maelekezo nitakayekupa biidhnillah Ta'ala, ili kwenda kurejesha ile hali ya kupendwa, jamii kufurahie, wakikuona watu wafurahi, kama haupo uitwe biidhnillah Ta'ala. Twende tukaangalie katika sura hii. Kwanza hii sura yenyewe, hii suratul Ikhlas, innaha ta'dilu thulathal layl, thulathal Qur'an. Sura hii yenyewe kwanza ni robo ya Qur'ani. Bi maana hii suratul Ikhlas ukisoma mara moja basi umesoma robo ya Qur'an. Kwa maana mtu kama anakuwa anasoma mara 3 basi sawa sawa mtu huyo anasoma msahafu mzima mwenye kuisoma hii suratu al-Ikhlas. Lakini vile vile sura hii ni sababu ya mtu kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mwenye kuisoma sura hii ya al-Ikhlas. Hiyo sio mada yangu leo. Mada yangu ni kuelekeza sasa namna gani unaweza ukaitumia hiyo suratu al-Ikhlas. Sura hii imeanza aya ya mwanzo imemaliza na neno ahad, bi maana qul huwa Allahu ahad, na aya mwisho kabisa imemaliza na neno ahad, bi maana lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lakini ndani yake kuna jina moja la dhati la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jina kubwa kabisa la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Allah. Unalipata wapi? Kwenye kul huwa Allah. Kul huwa Allah liko ndani ya sura hii, suratu al-Ikhlas. Utachofanya unafanyaje sasa? Hapa ndo tuende sambamba nikupe maelekezo. Sitaki nikuzunguke sana kwa maelekezo, nataka nipite shortcut ili unielewe kwa haraka sana. Sitaki nikuchanganye sana kwa maelezo marefu. Kuna njia mbili sasa unaweza kutumia. Njia ya kwanza ni kwa ajili ya kusoma, lakini njia ya pili utachukua wino wa zafarani alafu utaiandika hii suratu al-Ikhlas aidha kwenye sahani nyeupe ama kwenye karatasi nyeupe, hii suratu al-Ikhlas. Ukimaliza kuiandika, bimaana utachanganya na maji, bimaana inakuwa kama vile kombe. Sasa ukishachanganya na maji utakachofanya, na hapa ngoja nikupe nambari yangu ya simu. Kama utasahau maelekezo utanipigia nitakuelekeza. Nambari yangu ni 0756 81 11 mwisho 26, 0756 81 11 mwisho 26. Ukimaliza kuandika utachanganya na maji, aidha kwenye jagi unaweza kuweka, ama kwenye sefuria, ama kwenye glasi, sehemu yote ile, lakini ikiwa mengi kidogo itakuwa ni vizuri. Ukishamaliza kuandika unaweka katika maji, alafu yale maji yawe kidogo sana. Baada ya hapo utachanganya na asali, utachanganya na asali mna katika ile maji, bi maana kutakuwa na maji, kutakuwa na asali na ile kombe yako. Baada ya hapo sasa utalisomea jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utalisomea jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi maana Allah.
ya Allah, ya Allah hii itasomwa mara ngapi? Itasomwa mara 66. Mara 66. Hii 66 hii unaipataje? 66 hii katika kaimatu huruful abjadia, katika ule msimamo wa herufi za Kiarabu, hili ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao ni Allah, na jumla yake hesabu yake namba 66. Kwa hiyo utasoma mara 66 katika lile kombe. Ukimaliza hapo utasoma mara sina ngapi? 66. Ukimaliza mara 66 utaweka nia sasa, ya Rabbi mimi nachukiwa na watu, ya Rabbi mimi sipendwi, na kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nikisema nisikiki ya Rabbi, na kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nikipita katika jamii ya watu basi nifurahiwe. Unatia nia zako zile. Ukimaliza utasoma tena, utaisoma hiyo suratul Ikhlasi, bimaana qul huwallahu ahadu, utaisoma hiyo mara 40 na ngapi? Mara 44. Utaisoma suratul Ikhlasi mara 44. Kwa nini usome mara 44? 44 ni idadi ya herufi zilizomo katika suratu al-Ikhlas. Kwa hiyo utaisoma mara ngapi? Mara 44. Ukimaliza mara 44 utatia tena nia. Utamwambia Mwenyezi Mungu yale unayohitaji. Ya Rabbi mimi nachukiwa na watu. Ya Rabbi mimi katika ndoa yangu mapenzi hayapo, kadha kadha kadha, utaeleza. Baada ya hapo utasoma tena suratul Ikhlasi mara 19. Mara 19. Kwa nini uisome mara 19? Mara 19 hii 19 ni herufi zilizomo katika Bismillahir Rahmanir Rahim, ziko herufi 19. Kwa hiyo utaisoma hiyo mara ngapi? 19, ambayo ni idadi ya herufi zilizomo katika Bismillahir Rahmanir Rahim. Ukimaliza hapo utatia tena nia, utamwambia Mwenyezi Mungu yale unayohitaji katika wewe kupendwa, kadha kadha kadha, utajisemea. Ukimaliza hapo tena utasoma suratul Ikhlasi mara 15. Hii mara 15 ni idadi ya maneno yaliyomo katika suratu al-Ikhlas. Ni idadi ya maneno yaliyomo katika suratu al-Ikhlas. Utasoma mara ngapi? Mara 15. Ukimaliza mara 15 sasa, utasoma tena suratu al-Ikhlas mara 4. Utasoma tena suratu al-Ikhlasi mara 4. Kwa nini usome mara 4? Mara 4 manake ndio aya zilizomo katika suratu al-Ikhlasi. Lakini kila ukimaliza idadi ya kusoma unatia nia. Utamwambia Mwenyezi Mungu kwa jambo yako, utamwambia kadha 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 kadha. Lakini cha kwanza kabisa utaandaa hilo kombe. Mimi binafsi yangu nilishawafanyia watu kama 3. 2 wakawapa Tanzania, mmoja huyu anaishi katika nchi ya South Africa. Nilimwandikia ile kombe, nikamtumia kwa njia ya WhatsApp, alafu yakaitoa, kisha baada hapo akaenda kuitumia biidhnillah taala. Nilimwandikia Sheikh, akaenda akatumia, na alhamdulillah. Haya ninayokuambia usaende kujaribu wewe, nenda kafanye, utakwenda kuona muujiza na maajabu makubwa sana kupitia hii suratu al-Ikhlas, kwa ajili ya mtu kupendwa, na maelekezo yake ndo haya nimekuelekeza. Utasoma kwa idadi hiyo, na ukimaliza basi unatia nia. Ukimaliza unatia nia mpaka unakwenda kuimaliza hiyo suratu al-Ikhlas. Ukimaliza hapo sasa, lile kombe utaliweka ndani mwako, aidha ndani mwako, lakini sehemu yote ambayo mwanga wa taa unawaka. Lile kombe linatakiwa lipigwe na mwanga wa taa, likae angalau siku moja ama siku 2. Lakini siku moja inatosha. Baada ile siku moja likishapigwa na mwanga wa taa, asubuhi yake sasa utafanya vitu viwili. Utachukua baadhi utakoga, afu baadhi utakuwa umekunywa. Hapo na kumaliza. Baadhi ya ile kombe utatia katika maji, utaenda kuogea, na baadhi ya ile kombe utatumia kunywa. Biidhnillah taala, ukifanya hivyo kwa nia ya kupendwa, kwa nia ya kuonekana kwa watu, kama haupo uitwe, biidhnillah taala utakwenda kuona muujiza na maajabu makubwa sana kupitia katika kombe hilo biidhnillah taala. Kwa leo tuishie hapa inshallah, tukutane katika kipindi kijacho, na tukutane katika darasa nyingine lijalo la adhkar na dua. Wale ambao bado hawajasubscribe katika channel yetu hii, wasubscribe ili waweze kupata faida kubwa kwa mada na darasa mbalimbali ambazo tunazileta kupitia katika channel yetu hii ya Msimbo Online TV. Na niwaombe wale ndugu zangu ambao wanapita katika channel yetu hii lakini bado hata siku moja hawajashare video zetu kwa watu wengine, basi share video hizi kwa watu wengine ili inshallah uweze kupata faida kutokana na mada, habari na maudhui, na wengine wakapata faida kutokana na wewe kuwafikishia ujumbe huu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kusema hayo, inshallah kwa leo saa hizi tuishi hapa, tukutane katika kipindi kijacho, na tukutane katika darasa nyingine lijalo la adhkar na dua. Wabillahi tawfiq,
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.